Kwanza mnalo jukumu sasa hivi katika kampeni ya kutafuta katiba mpya. Ni lazima serikali iliyoko madarakani ipigwe marufuku kuanzia sasa kuvunja sheria za nchi, ipigwe marufuku kuvunja katiba ya nchi. Nataka niwaambie, kwanza nimefurahishwa sana na umati huu wa vijana mliokuja kusherehekea sherehe hii ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Nimefurahi sana. Nafurahi sana. Lakini la pili, mmeona viongozi wote hawa kuwapata, kuanzia KC, makamu wote, mwenyekiti, katibu mkuu, nani, mpaka na sisi akina Mpina tumekuja. Manake ni kwamba tukio lenu hili limekubalika. Na niwahakikishie kwamba sisi viongozi wenu tuko imara na tuko tayari. Nilimsikia mgombea, nilimsikia alipokuwa kule Zanzibar. Alikuwa anawaambia kwamba hao wa vyama vingine waliishiwa power. Nilimsikia mtawala akisema hivyo. Eti kule Zanzibar, eti akina Mpina na hao akina Lissu waliishiwa power. Nataka niseme na nirudie tena. Aliyeishiwa power ni yeye. Aliyekimbizana watu kuwapeleka mahabusu na kuwafungia kule wasigombee, aliyepelekea kuweka mapingamizi ya nguvu mahakamani tusishiriki uchaguzi. Niliwekewa pingamizi la kwanza, nikaenda kupangua kesi mahakamani. Nikawekewa pingamizi la pili tena na mwanasheria mkuu wa serikali, ambaye kwenye pingamizi la kwanza nimemaliza kumshinda kesi mahakamani, mahakama kuu. Sasa kama mwanasheria mkuu wa serikali aliniwekea pingamizi, sasa huo kama sio uoga wa mapambano ni nini? Na mimi nataka niseme, kijana wenu, sijawahi kuogopa mapambano. Kama wanafikiri, sijawahi kuogopa mapambano ya aina yoyote, asubuhi au usiku. Na kama wanafikiri kwamba labda ni kitu gani, wanasema tumeishiwa power, mimi tayari hata mechi ya urafiki mwema, sinatoka, kuna mechi zingine za urafiki mwema, za ujirani mwema au urafiki mwema, zinaitwaje? Friend match. ACT Wazalendo. Nasema kama wale tume hawezi kuandaa uchaguzi mwingine haraka haraka, basi ufanyike hata zile mechi tu za kiurafiki zile, ili tuweze kuona nani aliishiwa power katika uchaguzi wa mwaka 2025.